Chadema. Asante sana ndugu Amani. Nadhani nimepewa introduction ya kutosha. Mimi ni rafiki wa Chadema, ni rafiki vile vile wa Mzee Mtei. Alikuwa ni baba yangu, amekuwa na watoto ambao wengine wamekuwa ni watu wa karibu sana kwangu, na amekuwa ni mwanasiasa, na kwa sababu mimi ni mtu wa kufuatilia siasa wakati wote tangu nikiwa mtoto. Nimekuwa nikiwasiliana na Mzee Mtei, na kuna mambo mengi sana amenifundisha mimi mwenyewe, ni mengi. Sasa nichukue moja tu. Mzee Mtei hakupenda kitu kimoja, kinaitwa Uswahili, na hii aliconfide kwangu wakati amenitafuta nitoe maelezo fulani kuhusu kitabu chake From a Goatherd to a Governor. Wakati nazungumza naye Dar es Salaam, akaniambia katika mambo yanayomuudhi sana, na alikuwa anazungumza katika muktadha wa sakata lile la kujiuzulu waziri kwa Mwalimu, wakati wamepishana na Mwalimu kuhusu nini wafanye na IMF. Wamebishana sana, na mwisho wake kabidi ajiuzulu. Na ukweli ni kwamba Mwalimu ili kujiuzulu ilikuwa ni njia yake ya heshima ya kufukuza kazi. Anakuambia nasubiri barua yangu. Hiyo kwa maana nenda kaandike barua kwamba umejiuzulu, usinilazimishe nikufukuze. Na niambia kitu kimoja wakati nakwenda kutoa maelezo kuhusu kitabu chake. Akasema Uswahili ni jambo baya sana. Na akasema mimi nadhani Mwalimu alishaingia utamaduni wa Kiswahili. Sasa Uswahili ni maana gani? Uswahili maana yake ananieleza ni kusema kitu ambacho unajua kwamba si kweli na unatarajia kwamba huyo unamwambia ataamini kwamba ni kweli. Huo ni Uswahili. Na akasema Uswahili ni kutoa ahadi ambazo unajua hutozitekeleza. Huo ni Uswahili. Uswahili ni upangaji wa maneno mengi ambayo ndani yake hamna kitu. Uswahili akasema ni kama sisi hapa tunasema Kiswahili ni lugha ya taifa, lakini tunaidharau kiasi kwamba sasa hivi UNESCO wakija Afrika kutafuta wafundishaji wa Kiswahili dunia nzima, sasa nakwenda Kenya kwa sababu ya Uswahili. Uswahili ni kuwa na maji mengi katika bara la Afrika, kwamba Tanzania ina maji babu ya Uswahili. Uswahili yote Afrika labda ukiacha DRC, lakini kuna maji nyumbani. Huo ndio Uswahili. Uswahili naongeza mimi
ni kuahidi mambo ambayo katika dhamira yako huna nia ya kuyatekeleza, na kuandika ndani ya misahafu yako kwamba wewe unaongoza nchi ya kidemokrasia wakati unatamani kuongoza nchi kama alivyofanya Pinochet na madikteta wengine wa duniani. Ananiambia Mzee Mtei, na kataa Uswahili. Uswahili kweli ni lugha yetu, lakini Uswahili ni ugonjwa mbaya sana ambao unatufanya tunashindwa kutekeleza mambo ambayo tumekubaliana sisi wenyewe kwamba tutekeleza haya, halafu tunakataa kuyatekeleza. Tamwenzi siku zote Mzee Edwin, na nitakumbuka sifa. Namwomba Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana. Mimi nawahakikishia Chadema hamna Waswahili, lakini kuna majirani zangu na mimi niongeze Uswahili. Ajali inatokea, badala kusema watu wangapi wamekufa, majeruhi wangapi, unasema tu gari imevunjika taa. Uswahili huo. Nimalizie kwa kumkaribisha katibu mkuu wa chama chetu John Mnyika. Karibu sana. Mungu ni mwema kila wakati. Familia ya mzee wetu Edwin Mtei, poleni sana kwa msiba. Natambua kwamba